kama baba wa taifa ambaye ameombolezwa na wengi kwa ushujaa wake, ushupavu wake, kiongozi bora katika masuala ya kupigania haki za binadamu na zaidi demokrasia, ambayo siku hii ya leo tunaifurahia sisi wote kwa pamoja. Kiashiria kuwa urafiki wao ulikuwa zaidi ya urafiki, na urafiki wao ulijaa sio tu mambo ya siasa, bali wakati mwingine hata wangejipata huko nje wakisherehekea mambo mengine kama mpira pamoja. Lakini akisema kuwa aliamua kumuunga mkono sio kwa kitu kingine bali ule ushupavu wa Raila Odinga na maono ambayo alikuwa nayo kwa taifa hili la Kenya. Kumbuka ni safari ambayo wametembea kwa zaidi ya muongo mmoja, miaka zaidi ya 15 wakiwa wanashiriki pamoja kutafuta nafasi ya kuongoza taifa hili la Kenya. Ni kukumbushe kwamba kinara wa ODM na aliyekuwa waziri mkuu wa taifa hili Raila Odinga atakuwa akizikwa nyumbani kwake kule Bondo, Kang'o ka Jaramogi hapo kesho, baada ya ibada ambayo itahudhuriwa na viongozi wa kimataifa, ambayo pia itahudhuriwa na wengi ambao wanamwenzi kwa namna moja au nyingine Raila Odinga. Hilo tumeshuhudia mafuriko ya watu ambao wamejitokeza kumuomboleza Raila Odinga, kuona mwili wake katika uwanja ule wa Mambo Leo kule Kisumu, na pia nyumbani kwake kule Bondo, Siaya, ambako wamefurika tu Opoda Farm kuona mwili wake Raila Odinga. Na hata wakati huu wanahabari wetu Apollo Kamau na Violet Auma ambao wapo kule wanasema boma hilo limejaa watu nje wakitaka kuona mwili huo. Ninarejea kwa mazungumzo hayo naye Daktari Stephen Kalonzo Musyoka, na ambaye ni kinara wa Wiper Patriotic Front, kuzungumzia safari hiyo. Iwapo unanipata daktari, kuna wengi wanashangaa safari yenu na Raila Odinga na baadhi ya mambo ambayo utamkumbuka kwake pakubwa, na iwapo unaamini kwamba una uwezo wa kujaza pengo lile ambalo Raila Odinga ameliacha siku hii ya leo. Well, asante Liz. Kwanza kabla ya kuzungumza juu ya ujazaji wa mapengo, ni vizuri kwanza tumlaze ndugu apumzike, kwa sababu tunaamini kwamba kazi ambayo ni immediate sasa hivi ni kumuenzi na kumpa heshima zote. Mengine haya yatafuata kwa sababu kama ambavyo umesema, tumetoka mbali sana, na nchi ni muhimu kabisa zote. Mimi na Raila tulikuwa tunaamini kwamba nchi ina umuhimu mzito na muhimu zaidi na muhimu mkubwa kushinda mambo yetu ya kibinafsi, na tunaamini tuna ukakamavu. Sasa hivi wenyewe sisi tumejitolea, sio? Tumejitolea tayari na tuko tayari kwa safari ya ukombozi, lakini kwanza tumuenzi, kwanza apumzike vyema na Mungu amrehemu, kama ambavyo nilitangulia kusema. Baadhi ya yale ambayo unakumbuka kwa Raila Odinga na ambayo hautasahau ni kama yepi? Ni mengi sana. Unajua nilitangulia kwa kusema alikuwa shujaa kabisa huyu ndugu kwa mambo ya kandanda, mpira. Unajua mimi upande wa Kenya wengi pengine nakumbuka mimi ndiye mwenyekiti wa mashujaa wote ambao wanashangilia mpira, Football Fans Association of Kenya. Lakini Raila alikuwa amenishinda mimi. Lakini sisi ambavyo nilisema hapo awali, wana Nationali, Arsenal, timu ambayo tulikuwa nashangilia. Lakini hapa nyumbani mimi pia ni nashangilia sana vijana ambao wajulikana kama Batoto ba Mungu. Hiyo team ambayo I'm also associated with, and of course Harambee Stars. Sisi zote tunashangilia. Vile vile wanariadha wetu, Raila alikuwa a real sportsman. Na ndiona hawa watu, nimeona taarifa ya kina Something Better ambao wanafadhili wanariadha na wakimbiaji wengine hawa, wamejitokeza kumuenzi vile vile Raila. Lakini yale ambayo naweza kukumbuka ni ile ujasiri, roho ya ujasiri. Yaani Raila akiamua tuende maandamano tunasonga.
na tunaona hapa kuna hatari kama hili ambayo nilitangulia kusema pale upande wa pipeline, na tunaona hii kabisa hapo wamejiamua, wamejihami, wako tayari, na bado tunasonga. Yani that single heart of determination, ile kuwa very determined as a leader. Hiyo mimi nakumbuka kabisa kwamba ujasiri huo ni wa kipekee. Wakati mwingine tunaona hapa jameni tutavuka, lakini nasema tusonge. So mengine nayo ile tu kwa kucheza wakati wa campaign zenyewe, it was a joy campaigning with Raila, because the crowds will be there. Akisema haya, unaona hiyo haya imekuwa signature tune ya Raila Amolo Odinga, kujiandaa ili wananchi wawe tayari kumsikiliza. Kwa hivyo ni mtu ambaye nakumbuka hata this commitment kwa upande wa East Africa Community kwa mfano, tulikuwa of the same mind. Na kwa hivyo mimi naweza kumbuka Raila kwa mambo mengi zaidi. Alikuwa achoki, na pia hali ya urafiki, kama vile kwenda tu kukaa na kupiga tu gumzo na kucheka. Raila hakuwa na mkubwa wala mdogo, wote hawa kina mama mboga, wana bodaboda hawa, wote hawa walikuwa wana pahali pazuri zaidi kwa roho ya ndugu Raila Amolo Odinga. Umekuwepo ndani ya CORD, NASA na Azimio mwishowe. Kuna wakati ulijihisi kwamba it's time niachane na hii nafasi ya kushirikiana na Raila Odinga na mambo yawe tofauti? No, ni vile tu kwa mfano tulipo in 2022 tulikuwa tumekubaliana 2017 kwamba liwe liwapo, tushinde ama tushindwe. 2022 ndugu Raila akasema, na hiyo ilikuwa in writing, nitamsaidia, nitamsukuma, nitakuwa pamoja na ndugu Kalonzo Musyoka. Lakini wakati ulipofika mambo yalikuwa yamebadilika, na kwa hivyo ilikuwa hali ngumu sana kujaribu. Nakumbuka hata nikafanywa interview mimi mwenyewe, na watu walikuwa wanasema usiende kwa interview. Nawezaji, ulikuwa na wewe mgombea mwenza 2013, hamkufanya interview, 2017 hakufanya interview. Lakini kasema kama kufanya hiyo interview itamwezesha ndugu Raila awe rais wa Jamhuri ya Kenya, niko tayari. Na nikasonga mbele na sikurudi nyuma. Kwa hivyo ulikuwa wakati wa tofauti, wakati mgumu wakati huo, kusema kweli. Kwa sababu nakumbuka nilisema wacha mimi nikafikiria mambo haya kwa wiki moja hivi. Lakini baada ya wiki moja tukaketi tena tukazungumza. Supporters wangu kwa upande ule mwingine walikuwa na msukumo kabisa tusonge, na kwa hivyo nikawashikilia mimi, nikashikilia Raila na dada yangu huyu wa mapacha political twin wangu Martha Karua, tukashikamana. Nikasema hatuangalii nyuma, ni lazima tukomboe nchi hii. Unfortunately hiyo haikufanyika, lakini sasa hivi zote nadhani tumeona when balozi mmoja Marekani hapa alikuwa anaitwa Johnny Carson, nakumbuka alisema choices have consequences. Hakuna ambaye Kenya hii haelewi maana ya choices ambazo zinakuwa na consequences za kiajabu, zingine ngumu sana, kama ambavyo na maneno hatutaki kwa sasa hivi kuzungumza ili wengine wasikasirike wakati huu, lakini tutayazungumza wakati unaofaa tukimaliza mambo ya mazishi ya ndugu Raila. Raila Odinga wakati aliingia katika broad based, najua alijaribu sana kukushawishi kuingia katika broad based. Ni kitu ambacho hata angekuja baadaye ungekubaliana nacho? Hakunishawishi. Mimi mwenyewe nilimwambia usijaribu kuharibu wakati. Raila hakunishawishi. Alichofanya ni kwamba nilieleza hapo awali kwamba wale so called experts walikuwa already convinced na William Ruto wajiunge na serikali yake. Msimamo wangu na Raila wakati huo kwa tutafute, kumbuka mimi nilikuwa mwenyekiti mwenza wa NADCO, National Dialogue Committee, na tulikuwa tumepatia recommendations zetu Raila na Ruto, na nilikuwa mimi nangojea tu nione kama wako na hali ya kuzingatia yale mapendekezo ambayo tulikuwa tumeweka wazi. Lakini hiyo wakachelewa. Sasa mambo yakafanyika Gen Z, sasa wakawa na msisimuko mpya.
Raila akaja akatuambia ameangalia jamaa huyu, anaona ako karibu kupeana mamlaka kwa jeshi. Nakumbuka Gideon Moi alinishangaza wakati huo, asema so what's wrong with it? Hata hawa ni wana Kenya. So hapo after that Raila hakujaribu kuniambia niingie broad based government. Alijua msimamo wangu na aliuheshimu, na ndio nikasema hata ingawaje tulikuwa hatuonane mara kwa mara, lakini every day tulikuwa available kwa kuongea kwa simu. Namuuliza, ndugu, uko vipi? Nakumbuka wakati moja akiwa Malindi alinipigia simu kwa sababu headline kwa Standard ilikuwa inasema Kalonzo is the last man standing. Tukacheka. Nasema wewe endelea kuwa na msimamo huo. Alielewa kabisa, kwa hivyo hakujaribu kunishawishi. Na wanauliza Wakenya ambao wanakutazama siku hii ya leo, endapo Raila Odinga angekuwepo siku hii ya leo na huo urafiki wenu na amue kukuambia umshawishi umuunge mkono mara tena, ni kitu ambacho ungekubaliana nacho? Sikiza wewe Liz, kwanza hiyo mambo hayo unauliza ni magumu sana. Sasa ndugu amelala na wewe wanauliza Wakenya bado. No. Tulikuwa tumekubaliana this time around it wasn't going to work. Yani unakumbuka Wakenya walisema, mimi nilisema nitakuwa mpumbavu kama naweza kufikiria kumuunga Raila mkono. Nimejifunza mambo mengi sana. Kwanza, matamshi yako kwa ulimi wakati mwingine naweza kukufunga. Safari sitaki kujifunga tena bwana. Wanielewa? Safari hii ni ukombozi. Safari hii ni ukombozi wa nchi. Ninajua unasema safari hii ni ukombozi wa nchi. Hiyo jana wakati ambapo ulikatiza safari yako na ukarejea pale Nyayo na ukakosa nafasi ya kuzungumza, ni kitu ambacho kilikuuma ukizingatiwa urafiki wenu? Nadhani watu wengi wamekuwa hata kwa mitandao wakishangani kwa nini of all the people, kwa nini Kalonzo akanyimwa nafasi ya angalau kusema jambo na kwa heri kwa ndugu yake, ingawaji it is a state funeral. Katika hali hiyo, even if you look at the state officials ambao walikuwa pale, ndio ndugu Uhuru alipata nafasi ya kuzungumza. Hata kama uangalii mambo hayo mengine ya muungano mpya wetu wa upinzani, ungefikiria pengine pale angekuwa ni William Ruto ni president anayekalia kiti, alafu Uhuru Kenyatta ndiye ambaye amemuondokea. Lakini yule ambaye alikuwa makamu wa rais, even in that position itself, watu wengi walikuwa wakiona pengine ningepata hiyo nafasi. Lakini hiyo sio hoja. Nataraji pengine tukiendelea mbele tutakuwa na nafasi ya kumwenzi na kumsifu ndugu Raila, kwa sababu ni wakati wa kumwenzi yeye. Na hiyo tu ndio ilikuwa nia yangu. Si vile walikuwa wakisema pengine Kalonzo akipatiwa microphone watu watasema, uwanja mkubwa wote watasema one term. Sikuwa na nia kusema one term, lakini Wakenya wenyewe wako na msukumo huo. Kama ambavyo nisema wakati ule wa Rainbow, naweza kulinganisha na wakati huu wa one term movement ama revolution. Kwa hivyo sio hoja. Nilikuwa pale, kwanza mimi nilikuwa nimeamua lazima nikifika, hata nisipoongea. Nilikuwa nakumbuka nilikuwa nimeketi viti vya nyuma kule, na hata ndugu Uhuru aliponiona hakujua nimewasili, akatoka mahali alikuwa akaja angalau tukasalimiana, kama vile ndugu Jakaya Mrisho Kikwete. Wengine walikuwa ametoka mbali huyu. Kikwete tulikutana kwa uwanja wa ndege, aliniambia inaonekana sisi wawili ndio tumesalia katika ile team iliyokuwa inaongozwa na Kofi Annan, Kibaki na Raila, Kofi Annan, Kikwete, na kwa tule wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania vile vile Ben Mkapa alikuwepo. So Kikwete alikuwa anafikiria hayo, angepata nafasi jana pia angemwenzi kabisa ndugu Raila. Kwa hivyo yote haya tunaelewa, because when you have a military parade pia huwa pengine mambo ni tofauti. Miaka 15 ya katiba ya mwaka 2010 na ambayo Raila Odinga, wewe na wengine mlipigania pakubwa, na yale ambayo yametekelezwa, ukiangalia Wakenya na ukiangalia mahali tumefika, yale aliyoazimia Raila Odinga yameafikiwa na huenda yatakubalika ama yatatekelezwa tukiendelea mbele?
Ni lazima atekelezwe kwa sababu Raila alifanya kazi yake tukiwa pamoja naye bega kwa bega tukipigania haki za Wakenya. Nafurahi kwa mfano kwamba sasa ile kitu ilikuwa inaitwa detention without trial haipo kabisa. Na ndio sasa huu muundo mpya huu ambao nilishangaza hata Raila, nakumbuka akisema abduction is the most primitive. Kumbuka hiyo. Alisema the most primitive form of anybody's conduct. Unachukua watu unaweka kwa masubaru ati kwa sababu sheria iliyokuwa inakuwezesha kuwaweka korokoroni haipo tena. Sasa unajaribu muundo mpya wa kuchukua watu kuweka kwa boot na kuwazungusha mpaka hawajui wako wapi, alafu nawaachilia. Hiyo ni primitive. I remember Raila saying that. Na kwa hivyo bado kuna kazi ya kufanya, kazi nyingi zaidi ya kuhakikisha kwamba nchi hii inakuwa bora zaidi kidemokrasia na kiuchumi. Lakini sasa hivi changamoto kubwa ni hali ya uporaji, ni hali ya kutoaminika hawa ambao wako na mamlaka, lakini tutazungumza baadaye juu ya mambo kwa sababu safari ya ukombozi, ukombozi imeanza. Na tahakikisha kwamba Mungu atujalie jamaa hawa wakishinda watakubali, wasipokubali nchi inaweza kudhoofika. Lakini kwa sasa wanajua kwa vile mood ilivyokuwa jana Nyayo Stadium. Mimi sijaona rais anasoma taarifa na watu hamsikizi. Na aliandika taarifa mzuri zaidi. Alisoma vizuri sana. Lakini watu walikuwa hana nia. So that is the mood in the country. Wakati ambapo tunayazungumzia hayo, ninajua pia yapo maswala ya ufisadi na ambayo Raila Odinga na hata yule kasisi alikuwepo jana alisema kwamba hayajapigwa hatua kwake, na kama alitoa changamoto kwa viongozi wote katika swala la ufisadi. Hili ni jambo ambalo mpo tayari kuhakikisha kwamba the legacy ya Raila Odinga mnaishi ndani yake na mnatekeleza? Hayo ni wazi, hiyo ndio jukumu letu nambari moja, kuhakikisha kwamba uporaji Kenya hii tunaokomesha, na Wakenya wenyewe wataokomesha. Watoto wetu wenyewe jinsi walianzisha mfumo huo wa kukomesha forever mambo ya looting. Kwa sababu unakumbuka hiyo askofu, na hapo awali nitangulia kusema mimi mwenyewe alipozungumza niliona nimesimama na kumshangilia kwa sababu aliweka wazi yale ambayo sasa hivi yananawiri kwa upande wa ndugu zetu ambao wako kwa mamlaka. Kwa sababu huwezi kuita dunia nzima na kuionga na pesa mpaka mtu anapata shilingi 64 shillings, mtu ametoka kilomita 200 ati anafanywa empowerment. Unaona ni hali ya kuonga jamii. In fact hiyo Liz is in the category of abuse of office. Kwa hivyo tutahakikisha nchi hii ni tofauti. Kabla sija kuachilia, ninajua urafiki wenu ulianzia mahali na Wakenya wangependa kusikia mambo mawili ambayo hawajui kuhusu Raila lakini wewe unayajua. Sitakwambia leo hiyo ni yangu na Raila. Kwani nataka siri zangu zote. Hatusemi siri. Lakini ni vile tu actually what brought us together, Liz, ni ile believe in our country. Kumbuka mimi wakati huo tulikutana Raila when we decided to work closely together was after 18th of March 2002, I believe, all right? When Raila left NDP akajiunga na KANU, na mimi nilikuwa kule organizing secretary wa KANU mpaka 30th of June, mimi nilikuwa mtu wa mwisho kutangaza kwamba I wanted to run for president. Raila alikuwa tayari ametoka, kukawa na ile implosion. Vile tulitoka mimi na Raila na Saitoti, mzee Mudi Awori, kikundi hicho cha Rainbow, urafiki wetu ulianza hapo. Na ulikuwa urafiki based on what is in the best interest of the country. Ninajua hakuwa mambo mengine. Alikuwa unajua Uhuru jana alichekesha watu. Wao walikuwa wanakunywa uji na Raila. Na sijui kama wewe ulishiriki hiyo uji. Hiyo tabia ya Uhuru na Raila ya kukunywa uji sikuwa nayo. Wewe ulikuwa mnafanya nini? Mlikuwa mnafanya nini? Manake Uhuru na Raila. Tuangalia kadanda, tuangalia mpira kule, tuacheka. Twajifurahisha, tunazungumza mambo mengi zaidi. Hakuna hata siku moja mlishiriki uji?
ama uje mimi sikushiriki. Uji huo ya Uhuru na Ruto na Uhuru na Raila ilikuwa uji tofauti. Walikuwa wanaulizana wao, si Uhuru alituambia jana, walikuwa wanaulizana kama baba zao wale mzee Jaramogi na mzee Kenyatta wakiwaona wao wakishiriki uji wanafikiria vipi? Ninajua bali na hilo Wakenya wengi wamejitokeza kuenzi na kuomboleza Raila Odinga, na hiyo kesho bado watakuwepo wamefika pale Jaramogi Oginga University kuhakikisha kwamba pia safari yake ya mwisho imekuwa bora. Wito wako kwa Wakenya na aswa viongozi, maanake kumekuwepo na cheche za hawa wanataka kwenda kule, wengine wanataka kufanya hili, na wewe ni kiongozi ambaye wengi wanaangalia na kujua wewe ni kielelezo. Mimi naona kwa mfano, ingawaje wanajeshi wetu ni maarufu sana, after body viewing hapa Kisumu ilifanyika leo, wangekuwa jambo la busara sana kama wangepeleka mwili wa Raila kwa barabara kutoka Kisumu kupitia hata Kondele kidogo pale, lakini Kondele walikuja wakapitia hiyo route kwenda mpaka Bondo. Watu wengi pengine wangemenufaika. Nimesikia wakilalamika juu ya swala hilo, lakini wakati, kwa sababu huyu ndugu naye alipatia Wakenya masharti magumu sana kwamba lazima azikwe within 72 hours, ndio sasa mambo haya yakawa magumu. Lakini naomba tu Wakenya wenzangu tumuenzi huyu ndugu kwa heshima na ustahili, na pia wakati ule mwingine pia tuheshimu hata mila zetu, kwa sababu ndugu zetu hajaleo kuna mila zingine kwa mfano nimeelezwa na nikaelewa kwamba Dr. Oburu kwa mfano alikuwa ni lazima afike kule kama head of the family, mahali Raila anachimbiwa kaburi, yeye mwenyewe achukue kwanza, awe wa kwanza kuchimba. Desturi hapo baadaye ni kwamba watoto vijana wa kijiji wanachukua jukumu hilo, lakini nasikia kwa sababu wakati na muda hakuna, walileta mabudoza kujaribu kuharakisha kazi hiyo. Tuheshimu mila zetu. Naona wengine kutoka Western Kenya wameleta dume kupeleka kwa jamii ya rafiki yetu Raila Odinga. Imeona hata wazee wa Kalenjin wametoa dume 80 kupeleka kuenzi. Hiyo ni heshima ya kimila zetu, na kwa hivyo zote hawa sisi sote tushirikiane ili kumpatia heshima anayostahili ndugu Raila Amolo Odinga. May the good Lord rest his soul in eternal peace. Wakati ambapo tunazungumzia hizo ng'ombe, wengi wananiuliza hapa kwa mitandao, uliza kinara wa Patriotic Front ya Wiper kwamba ni kwa nini ng'ombe zake hazijafika huko Bondo. Ukambani na Bondo ni mbali kiasi. Wengine wazee tutajiandaa kwa kesho ni kumaliza. Tutaona, utaongea na dada huyu dada yetu Aida na watoto. Pia mila zetu za Kikamba ni unapelekea watu ng'ombe baada ya mambo kama haya, ama unashiriki kwa njia nyingine. Nadhani hao watu wa Western Kenya wana hiyo tabia ya kupeleka ng'ombe. Sisi ni mbuzi, tunaweza kuleta mbuzi, lakini yote haya inanikumbusha hata kuna mbuzi moja nipatia ndugu Raila pale kwa shamba na bado alikuwa hajaipata. Hiyo ni lazima nipelekee Mama Aida. Wakati unasema umpelekee Mama Aida, studioni ni naye Betty Chalo ambaye pia angependa kuuliza maswali mawili matatu. Betty kwanza yeye ni ajiunge na mimi tupeleke hiyo mbuzi ya Raila. Uzuri ni kwamba anakusikia, and I don't know whether she's very much willing kuhakikisha kwamba katika huu msafara wa kupeleka mbuzi atakuwepo. Betty, how are you? Good. Elizabeth kazi poa. Mhesh, na kuona hapo umepiga, nilikuwa nashangaa ng'ombe za Wakamba ziko wapi? Ikiza wewe Betty. Kwanza hiyo ni mila yenu wenyewe, mnapeleka ng'ombe kwa matanga. Sikumbuki hiyo mila, lakini tunaweza ili kuboresha hafla hii ya kumuaga ndugu yetu, pengine tufikirie na vile Betty imesema, kuna hiyo mbuzi moja Raila alikuwa hajachukua, senge kubwa sana kwa shamba. Pengine tuongeze, wewe leta yako, wazee wengine tuende tumpelekee Mama Aida ama watoto pia wakakule supu, kwa sababu watakuwa na wageni wengi sana. Na kwa sababu ya wakati huu, mimi mwenyewe nilirudi nchini jana kama ambavyo nilitangulia kusema,
ilikuwa sijapata hata nafasi ya kufikiria ni vipi. But of course ndugu Raila amepata heshima yake kama kiongozi mwenye heshima, sio tu hapa Kenya lakini Afrika nzima, ulimwengu mzima. Na furahi kwamba hata Rais Barack Obama ameleta rambirambi zake na wale wengine wengi. Najua kwamba wengi viongozi wa dunia watazidi kumwenzi Raila lakini mimi naona bado hizo shughuli zitaendelea, na kwa sababu huyu Mama Aida atakuwa na wageni wengi zaidi, tuboreshe mambo. Tusisahau Muthokoi kidogo pia, Muthokoi kidogo na Nzuo. Wewe kwenda ukatengeneze Muthokoi wewe Betty na wale wengine, tuende huko Wakamba, kina mama wasichana. Tunaleta mbuzi ama tunaleta ng'ombe ama tunaleta Muthokoi ama zote hizo zote. Haya ni ile, unajua Wakamba, jamii Wakamba wako na roho safi, ile roho ya kupeana tu. Ni ukweli. Ndio roho ya kupeana. Haya, mimi kuna kudumisha urafiki, kwa sababu kuna haja ya kudumisha urafiki hasa na familia hii ambayo mimi nimeijua, na naelewa hata wakati ule tulimpoteza Fidel, mambo yalikuwa magumu sana. Kwa hivyo imekuwa familia ambayo imepata maumivu. Kwa hivyo ni bora tusimame na wao wakati huu wa majonzi. Kweli nimesikia ukiongea na Liza hapa, rafiki yangu kwa studio, ukisema wewe huko mna shughuli ya uji kama our former president Uhuru Kenyatta. Sasa nashangaa nini ulikuwa mnafanya, yani ile personal, yani relationship mlikuwa nayo na baba, yani activity gani mlikuwa mnafanya? Tumeona leo bwana Orengo walikuwa wanakata muziki kikata. Sasa tunauliza wewe kama hiyo Orengo na kina Uhuru na Raila ni timu uji. Hiyo ni timu uji, mimi timu mandazi. Okay, tulikuwa tunakula mandazi yetu pia. Mandazi peke yake, mandazi na chai ya ukweli. Na chai. Lakini in the whole thing ni ile hali ya fellowship na kuheshimiana kabisa. That was the main thing. Heshima ambayo hata huwezi ukaeleza kikamilifu. Okay. Vile una feel Said, do you feel maybe you're missing out, with everything that's happening at Opoda Farm? Una feel aje kwa roho? Yani huyu ni mtu mmefanya so many battles, so many triumphs, lakini sasa the last days, yani hauko na yeye. It's very painful. As I said, I couldn't believe it. When you arrive at Heathrow Airport, one of the busiest airports anywhere in the world, alafu you are trying to get to what they say the UK border. Mahali unapeana your documents, travel documents, your passport, and then unapigiwa. Kijana yangu moja akanipigia, mzee, Dad, have you heard? Sema, heard what? Then I assumed hiyo ni mambo ya mitaani. By the time I was now meeting the receiving party, wakanijulisha it is all over the place. Then wengine wanapiga BBC. Nikaona mambo ni magumu. Ndio mimi kufika hoteli nikaanza kufikiria I must take the next flight back, which I did. Because I'm sure Raila would have done the same for me. Yes. So this is why it's important to kando na mambo mengine yote hayo. He was indeed, as I said, I refer to him as ndugu. Hiyo spirit ya undugu ni spirit ya maana sana. Do you feel to some extent maybe you being out of the country maybe ilisababisha hiyo, yani ikakuwa sasa ni rahisi kukufanya yani usikue pale kwa our national leaders pale mbele vile ingefaa? I don't know kama ndugu Raila alikuwa anataka kutuchenga finally, kuchenga hapa. Anacheza Messi, mimi nilikuwa namchezea always the striker. I allowed Raila to strike. Strike yeye awe Messi ama number 9, number 9. Na mimi I was always playing either in the wing or position 8. I believe I did my best to make Raila the president of the Republic of Kenya. And
this is what pains me, that he was not given that opportunity to take over the reins of leadership. I'm sure you'd have left this country a better country than we now see before us. How does it make you feel as a leader na mmefanya kazi pamoja, just seeing the crowds and the emotions and the grief, yani watu wanalia, yani kama walikuwa wanajua huyu mtu kama baba yao kabisa. How does that make you feel, and what can you say about Raila with regards to that, the love, that the outpouring love since the first day? Outpouring. You saw mtoto huyu Winnie alisema Joey, you know Joey ni buffalo. Buffalo. Sasa ebu angalia, I mean, honestly, did you realize that the most tracked flight in the world this last week was your flight ya Kenya Airways from India to Kenya? Over 58,000 people were actually following, vile baba alikuwa anasafirishwa na hii ndege. No wonder they were all there by the time he landed, and wakajaribu wakaenda hata ndani karibu watoe. It was very interesting. Na kwa hivyo also allowing them to mourn their leader the best way they could. Kenyans should be able to understand. And the most painful aspect ni kama kuna watu vile nimesikia wameuawa, wamepigwa risasi na polisi. That is painful. That is not acceptable. That means there was some breach somewhere. And that, as Dr. Buru said, in the committee meetings I was briefed, nasema sasa, huyu ndugu mlikuwa mnampiga tear gas akiwa hai. Hata wakati yako kwa jeneza, mnampiga pia tear gas. It's a very painful thing, because this is the way Kenyans were mourning their beloved leader. And I can imagine hata tomorrow, watakuwa wengi. Sana. Watakuwa wengi. So, wacha tu ndugu Raila alale vyema. Wakati ambapo tunaondoka, kauli yako ya mwisho, na tunashukuru zaidi kwamba umetupa nafasi here ndani ya TV47. Kauli ya mwisho. Tuwa kakamavu, nchi bado ipo, Mungu yuko. You know, the good Lord is still on the throne. Tusisahau mambo kwamba mambo yote haya Mungu ni Mungu. And unajua kuna watu walikuwa wanamuita Raila, wengine walikuwa, I remember this saying kusema ni kwa maombi, si kwa uchawi. Kumbuka hiyo? Ni kwa maombi, kwa uchawi. Nikusikia bishop wa Raila wa Anglican Church, because he was an adherent to the Anglican Church. Sikusikia mtu yeyote akisema Raila ni mganga jana. Walimuita mambo mengi majina hayo. But at the end of the day, we are all subject to the supreme authority of God Almighty. Kwa hivyo tumuenzi Mwenyezi Mungu. Hizi zote kilichoko ni kusameana. Kama kuna mtu alikuwa ameruka, amevuka mambo ya ajabu, na vijana wanafanya research kwa mitandao. Yale watu huwa wanazungumza, wanafanya research na kuyatupa. Ni njia moja ya, I'm quite sure, of mourning our leader. Thank you kwa so hivyo much. Tumtegemee Mungu kama wananchi. Tumtegemee Mungu, lakini ujue pia kuna jukumu letu vile vile kufanya kila juhudi kuhakikisha kwamba nchi inakuwa nchi ya kuheshimika. Sio nchi ya umaskini, nchi ya ufukara, nchi ya wizi, nchi ya uporaji. Hiyo ndio sio njia moja ya kumwenzi ndugu Raila. Na iwe professionalism, sio nchi ya mediocrity. You heard somebody say Raila never liked mediocrity, right? So tutajitahidi, na kila mmoja wetu basi jukumu letu, hata nyinyi huko kwa studio, kila mtu achukue position ili tukomboe nchi hii. Asante sana kutupa again nafasi kuzungumza nawe siku hii ya leo. Mungu pia akupe neema wakati ambapo unajiandaa kwa mambo mengine, na usiku mwema. Asante sana. Asante. Thank you. Okay. I hope akienda kwa Mama Aida tutakuwa hapo. Mimi nitabeba nzo. Mimi nitabeba